masuala ya usalama wa mtandao. Tumekuwa na majukwaa haya mengi, na kama tunakuwa tunakutana na wataalamu mbalimbali wa Tanzania na nje ya nchi kuweza kubadilishana utaalamu na kuweza kupeana mrejesho wa mambo mbalimbali yaliyotokea kutoka mwaka jana mwezi wa 4 mpaka kufika mwaka huu. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kusema ni kwamba katika jinsi tulivyotathminiwa duniani kwa kupitia taasisi ya Umoja wa Mataifa inaitwa ITU, inahusiana na mambo ya tehama na mawasiliano, Tanzania imewekwa katika grupu la kwanza la nchi bora zenye mitandao salama bora hapa duniani. Nchi hizo ziko 47, wanaziita role model. Tumeweza kufanikiwa hiyo kwa sababu ya mambo mbalimbali. Mazingira ya sheria yalivyo, jinsi tunavyojilinda si wenyewe na vitu vingine. Sasa majukwaa kama haya tumeyaweka ili tupate sehemu ambayo wataalamu mbalimbali wataweza kukutana wakajadiliana mambo na kuwekeana maazimio ambayo maazimio ndio yatakuwa yanatupeleka katika shughuli zetu zote mpaka mwaka kesho, mwezi wa 4 utapokuja. Sasa ukiangalia kutoka mwaka jana kuna vitu vingi sana tumefanikiwa. Kuna vichache ambavyo ni changamoto, lakini vingi tumefanikiwa. Eneo la usalama mtandao, nadhani wote tunafahamu ni eneo ambalo linabadilika kila wakati, matishio yanabadilika kila wakati. Kwa hiyo ni cha msingi ni kuwa na mifumo madhubuti, na ndio maana katika namna tulivyoamua kufanya jukwaa hili ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mifumo ambayo ni madhubuti. Madhubuti ina maana kwamba ikitokea changamoto inachukua muda mfupi kwa mifumo kurudi sawa na kuanza kufanya kazi yake vizuri. Kwenye Cyber Security Forum tumeweza kupatikana hapa wengi wataalamu wa kidijitali na cyber security, ambayo inatusaidia sisi wote kama Watanzania kufahamu na kuongelea masuala ya cyber security, kuelewa jinsi ambavyo mahackers mtandaoni wanatumia techniques zao nyingi za kuweza kuingilia watu katika simu, mitandao, nyumbani, pia kwa kutumia information zao za kidijitali, ambazo katika hii forum hii inaangalia sana sana masuala ya personal protection ya data zako, ambapo mtu akiweza kuzipata hizi ana uwezo wa kujua wewe, familia yako, vitu unavyovifanya na kuweza kukuiga, na pia anaweza akazitumia kukuingilia katika mifumo yako. Kwa mfano, sasa hivi kuna artificial intelligence ambazo zinatumika sasa hivi, deep faking, ambazo haka akiweza kutumia akili yake anaweza kukuingilia wewe kama mtumiaji wa teknoloji na mifumo ya kidijitali na kuweza kukuibia pesa mtandaoni na kukuharibia profession yako pia na public image. Kwa benki kama CRDB na benki zingine za Tanzania tuna mifumo nyingi sana ya kidijitali ya kupambana na vitu kama hivi, kama solutions za antivirus, tunafanya scanning za network zetu, pia tuna policy, governance, procedures ambazo zinaturuhusu sisi kuweka misimamo mizuri ya kulinda hizi taarifa zetu za binafsi na pia kuwalinda wateja na watumiaji wa hizi system. Juu ya hapo pia kama benki tuna mifumo ambayo inaendana na serikali ambazo zinafuatiwa ile kutoa guidance na hizi framework ambazo kuanzia juu mpaka chini, kutoka management mpaka watumiaji, zinasaidia kuhakikisha kwamba kuna usalama wa wateja na watumiaji. Pamoja na hapo kuna awareness sessions zinazofanyika kuhakikisha kwamba watu wanafahamu hizi vitu, kwa sababu kwa haka kitu ambacho anatumia zaidi ni kutofahamu kwa yule mtu.
Maana mtu asipokuwa anafahamu hiki kitu anachokifanya, yule haka anakuwa kwa urahisi sana anaweza kumuingilia, kutokana yule mtu anakuwa hana ujuzi na hiki kitu. Ni kama kitu usipokifahamu unaweza kuingiliwa kiurahisi sana. Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama wa mitandao na uchunguzi wa makosa ya dijitali, ambaye pia ni mjumbe wa bodi kadhaa za masuala ya usalama katika ngazi ya bara na dunia. Sasa kwenye huu ushiriki wangu hapa, kwanza niseme hii ni forum muhimu sana ambayo inafanyika mara moja kwa mwaka. Forum ambayo inatukutanisha wanausalama mitandao katika ngazi ya kitaifa na kushirikiana na wenzetu wa ngazi ya kimataifa kujadili changamoto mbalimbali na kuzitafutia suluhu, ili kuhakikisha kwamba si tu taifa letu linabaki salama ama bara, lakini dunia kwa ujumla inabaki salama kwenye area ya usalama wa mitandao. Binafsi kwenye mkutano huu nitakuwa na mada mahususi ambayo nitazungumzia masuala ya intelijensia ya uhalifu wa mitandao, cyber threat intelligence, ambapo tutaangalia mambo tofauti yanayochagiza changamoto ya uhalifu mtandao kuendelea kukua kwa kasi, na tutafutie na kwa pamoja tujadili suluhu ya kukamilisha ama kutatua changamoto hizi ambazo zinatikisa maeneo mengi duniani za uhalifu mitandaoni, ambao unaathiri sio tu wizi wa data na fedha, lakini vile vile kwenye maeneo haya muhimu ya miundombinu muhimu tunaita critical infrastructure, ambapo maeneo mengi tumeona matukio kama haya yakileta usumbufu. Labda pengine Uhalifu mitandao kwa sasa tumeshakubaliana na ni taarifa ya kidunia kwamba unagharimu dunia dola trilioni 10.5, ambazo kimsingi ni fedha nyingi sana, na hata kama hizo pesa zikiletwa Tanzania inaweza ikawa ni bajeti yetu ya miaka zaidi ya 50. Lakini kila mwaka uhalifu mtandao katika mwaka huu wa 2025 umekuwa umegharimu dunia trilioni hizo 10, dola trilioni 10.5. Kwa hiyo ni takwimu ambazo zinaogofya, na sote tumekuwa tukiona taasisi mbalimbali zinakumbana na changamoto nyingi sana za mtandao, whether ni kwenye kuibiwa, whether ni taarifa zao zinakuwa compromised, whether ni taarifa zinaibiwa ama kuibiwa fedha, na wakati mwingine miundombinu yao muhimu inakuwa imepata mashambulizi tofauti na kuingia kwenye hali ambayo ni ya taharuki. Kwa majina naitwa Sara Adamson Mesu, natokea chuo cha IAA, yani Institute of Accountancy Arusha. Niko pale kama assistant lecturer, lakini pia tuna hub ambayo inaitwa Incubator. So ukiachana na IAA, kwa sababu inajulikana ni Institute of Accountancy Arusha, hakitoi tu mambo ya accounts, pia tuna koza cyber security na IT. So chuo cha uhasibu Arusha pia kina support sana kuhusiana na mambo ya research kwenye upande wa cyber security, na kuna research moja ilifanyika ambayo ilikuwa inalenga kuangalia ujuzi au awareness ambayo ipo kwa jamii kuhusiana na mambo ya cyber security, especially kwenye mobile transaction, yani ile utumiaji wa fedha kutuma Tigo kwenda Voda and all that. Tuligundua kwamba ujuzi uko chini sana, awareness iko chini sana. So nadhani bado kuna jitihada inabidi tuzifanye sisi kama taasisi kwa kushirikiana na serikali ili kuweza kuinua huu ujuzi. Lakini ukiachana hilo, sisi kama taasisi kuna plan ambayo imewekwa, actually iko kwenye early stages na itafanyika. Kuna lab ya Smart Lab ambayo ni ya cyber security, wanafunzi wetu watakuwa waenda kufanya, sababu wanafunzi wa cyber security wanaenda kupractice wapi? Je, utawapeleka kwenye taasisi waende wakahack mifumo? Hapana. Kwa hiyo Smart Lab itawasaidia kuweza kupractice wanachokisoma darasani ili kuweza kusaidia huu ujuzi kwenda kwenye jamii moja kwa moja.